Bana, katika kipindi hichi cha dirisha dogo la usajili yapo mengi ambayo tayari yameshaibuka kwa hivi sasa, na kubwa zaidi ambalo naweza nikakuhabarisha ni kuhusiana na kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kwa upande wa kocha Pedro Goncalves, moja kati ya kocha ambaye anaonekana kuanza vizuri ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans, amepanga kuboresha kikosi hicho na kuhakikisha kwamba kinakuwa bora zaidi kwenye kipindi hichi cha dirisha dogo, ambapo pia kuna aina ya wachezaji ambao tayari ameshaanza kuwalenga kama ambavyo pia nilivyokufahamisha hapo awali. Lakini pia vuta ni kuvute kwenye dirisha dogo huaga inakuwa ni kama kawaida, mita ya Msimbazi pamoja na mita ya Jangwani. Sasa kwa upande wa wananchi Young Africans, wiki nilipenyeza penyenye kwamba wako kwenye harakati za kuisaka saini ya kiungo cha ushambuliaji pale mitaa ya Msimbazi. Huyu ni moja kati ya kiungo ambaye alifanya vizuri na kikosi cha Serengeti Boys mwaka 2019, lakini pia baada ya kufanya vizuri akatimkia nje kwenda kucheza soka la kulipwa, lakini mwisho wa siku mambo yakaenda ndivyo sivyo. Bwana mdogo akarejea tena kwenye ardhi ya Tanzania kuja kufanya majaribio na wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo Simba wakakubali uwezo wake na bwana mdogo akamchukua, na bwana mdogo hatimaye ameuasha moto kweli kwenye kikosi hicho cha wana Lunyasi. Sasa mpango ulikuwa ni kwa upande wa kocha Davis Fadlu. Yeye ndo aliona kwamba mchezaji yuko bora na hatimaye akaamuru viongozi wa msajili. Sasa ni kuibia siri kwamba alipewa mkataba wa mwaka mmoja tu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Morris Abraham ndiye ambaye tunayemzungumzia hapa. Huyu bwana mdogo baada ya kuonyesha kiwango kizuri kwenye mazoezi ambayo alikuwa anafanyiwa na kocha Davis Fadlu ambaye aliondoka pale mitaa ya Msimbazi, akasema kwamba bwana mdogo ana uwezo, asajiliwe, ataisaidia klabu ya Simba, na hatimaye mwisho wa siku viongozi wakaona kuna haja ya kumchukua mchezaji huyu na hatimaye wakampa mkataba. Lakini kosa ambalo walilifanya, waliona kwamba ni mchezaji ambaye anaweza asishaini sana, wakaona ni mchezaji ambaye ni wa kawaida, hakumfikiria kwa makubwa zaidi, na hatimaye bwana mdogo akasinya mkataba wa mwaka mmoja mitaa ya Msimbazi. Sasa bwana mdogo msimu umeanza, kauasha vizuri na ndiye mchezaji ambaye ana impact kubwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Lakini pia ndio bwana mdogo ambaye ukimuona namna ambavyo amekuwa akijituma kwenye timu, uwezo wake umekuwa mkubwa, yupo kwenye kiwango bora haswa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia kadri siku zinavyozidi kwenda, mimi nikuambie kwamba tayari mpaka hivi sasa anaenda kukamilisha miezi 6 ndani ya kikosi hicho. Lakini pia ukiangalia kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili limeshafika, na miezi 6 mchezaji anaruhusiwa kuzungumza na timu nyingine katika masuala ya usajili kama endapo amebakiza miezi 6, kama mkataba wake umebakiza miezi 6. Morris Abraham mkataba wake mitaa ya Msimbazi umebakia miezi 6 na kiwango chake bora ambacho anachokionyesha. Sasa bwana mdogo mpaka hivi sasa amepata kiwewe kutokana na simu ambayo aliyopokea pia upande wa pili mitaa ya Jangwani, ambapo wameonyesha nia kumhitaji kiungo huyo fundi haswa, wakaona kwamba kuna haja ya kumpata hapa mitaa ya Msimbazi na kuona mtoto aende pale. Sasa kutokana na vuta ni kuvute, bwana mdogo kuhusishwa pia mitaa ya Jangwani, afisa habari wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, afisa habari, semaji mwenye mbwembwe nyingi, semaji mwenye maneno mengi mjini, yeye anakuambia hivi kwamba anasema hivi kwamba unaruhusiwa kutamani vitu vizuri ambavyo huna uwezo navyo. Unaruhusiwa kutamani vitu vizuri ambavyo huna uwezo navyo. Lakini pia kwenye picha anaonekana bwana mdogo Morris Abraham. Pengine hapa anawarusha roho wananchi Young Africans kuhusiana na mchezaji huyo kwa namna ambavyo alivyopiga mwingi, lakini pia unaruhusiwa kutamani. Sasa je, vipi, wamefanikiwa kumuongeza mkataba baada ya kelele nyingi kuwepo mjini ama la? Kumbuka mchezaji huyu yupo kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania
Taifa Stars kwenda kucheza michuano ya AFCON baada ya kuonyesha pia kiwango kizuri akiwa na kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kocha wa timu ya taifa Tanzania Miguel Gamondi akaona kuna haja ya kumuita mchezaji huyu kwenye timu ya taifa Tanzania. Taifa Stars yupo kambini na maneno ndo kama hivyo yameendelea kuwa mjini. Sasa tusubiri kuweza kuona bwana mdogo Morris Abraham baada ya kuonyesha kiwango kizuri mita Msimbazi, lakini pia baada ya kuitwa kwenye michuano ya AFCON kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars, performance gani ambayo anakwenda kuonyesha huko kwenye timu ya taifa Tanzania. Lakini pia kwa upande wa Morris Abraham, namna ambavyo anavyocheza na namna ambavyo timu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba bado hajajipata kwa asilimia kubwa kucheza kitimu zaidi. Wengi wanajiuliza kama endapo timu ya Simba ikijipanga vizuri na ikajipata vizuri kwa uchezaji huyu wa bwana mdogo Morris Abraham, je, kiwango chake kitakuwa bora zaidi ama la? Wengi wamekuwa wakijiuliza namna hiyo kutokana na namna ambavyo timu haina performance nzuri, timu haionekani kucheza katika muunganiko, lakini kiwango chake kimekuwa bora ndani ya timu hiyo, kimekuwa kikionekana. Wengi wakabaki kujiuliza kwamba hivi endapo hii timu ikijipata na uwezo huyu bwana mdogo atafanya makubwa zaidi kwenye kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi. Wengi wamekuwa kimlenga na mleona, kila mmoja anasubiri kuweza kuona kile ambacho kitatokea pale mita ya Msimbazi. Na kumbuka kwamba kwa upande wa Simba wamekuwa wakihusishwa na makocha wengi haswa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kikosi hicho kinakuwa bora haswa hususan kuelekea kwenye msimu huu ambao baada ya dirisha dogo kwenye mzunguko wa pili wanategemea kuona timu hiyo ikifanya vizuri zaidi. Lakini pia kunako michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na kuna makocha kadhaa ambao wamekuwa wakihusishwa kutua hapo mitaa Msimbazi, na moja kati ya kocha ambaye anapewa kipaumbele kikubwa ni Miguel Gamondi, ambaye huyu viongozi wameona kuna haja ya kurudi naye mezani na kufanya naye mazungumzo. Sasa kama akitua pale akaituliza timu na namna ambavyo Morris Abraham anavyocheza, pengine tunaweza tukaona makubwa zaidi kwa mchezaji huyu. Umri wake ni mdogo sana Morris Abraham, na je, vipi kama wananchi Young Africans wanaweza wakafanya maajabu yoyote kwenye hili dirisha dogo, japo haitakuwa kazi nyepesi. Sasa kwa upande wa Young Africans, viongozi wa Young Africans wamekuwa serious kuhakikisha kwamba wanampata mchezaji huyu, na viongozi kadha wamekuwa wakionekana wakimnyatia, hususan pia kwenye kambi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Kuna baadhi ya viongozi wa Young Africans wamekuwa wakionekana kuzungumza na mchezaji huyu, lakini pia kuna baadhi ya marafiki wa mchezaji Morris Abraham, ambapo kuna baadhi ya viongozi pia wamekuwa wakidili naye, wamekuwa wakidili na marafiki wake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata saini ya mchezaji huyu, na wamekuwa wakituma ushawishi mkubwa sana kwa bwana mdogo Morris Abraham. Mpaka hivi sasa yeye mwenyewe bwana mdogo bado hajaamua kuchagua upande kwamba anaondoka kwenye kikosi hicho aelekee mitaa ya Jangwani ama endelee kusalia hapa hapo mitaa ya Msimbazi. Kikubwa ni kuendelea kuvuta subira na kikubwa ni kuendelea kufuatilia Gift Online TV ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha vizuri kuhusiana na hichi ambacho kinachoendelea kwa upande wa bwana mdogo Morris Abraham. Kumbuka umri wake ni mdogo na ana uwezo mzuri kabisa, ana uwezo kucheza timu yoyote ile kubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Ana uwezo wa kucheza vizuri mitaa Msimbazi kama tunavyomuona, lakini pia ana uwezo wa kucheza vizuri mitaa Jangwani, ana uwezo wa kucheza timu yoyote ile ya hapa Afrika Mashariki, na akaanza kwenye first 11 kutokana na uwezo wake. Kumbuka pale Young Africans kuna wachezaji bora ambao wako pale, lakini ukitizama kwa namna ambavyo walivyo kwa msimu huu na kiwango cha bwana mdogo Morris Abraham, basi moja kwa moja akienda pale na uwezo pia wa kupata nafasi. Tusubiri kuweza kuona pia uwezo wa Engineer El Saidi ambaye ni rais wa klabu ya Young Africans, ambaye amekuwa akifanya maajabu, amekuwa akitumia fedha yake kupata wachezaji ambao ni bora, fedha ambayo amekuwa akielekeza kutoka kule GSM kuelekeza kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Tuone kama atafanikiwa kumpata Morris Abraham ama itakuwa ngumu, na kama ikiwa ngumu basi watasubiri mpaka pale ambapo msimu utakapomalizika ndio mkataba wake unapoishia, kama endapo Simba watashindwa kumuongezea mkataba mchezaji huyu. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA, na hii ni Gift Online TV. Bye bye.